Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa leo hii kuhusiana na kocha mkuu wa kikosi hicho. Hapa nazungumzia kocha Fadlu Davis kuhusiana na kuondoka kwake kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Vipi kuhusiana na taarifa hiyo? Kuna ukweli kiasi gani? Majibu yote nimekusogezea hapa, na je, anaelekea wapi? Ni swali muhimu ambalo ungepaswa kuweza kujua. Kama kweli anaondoka, ni wapi ambako anaelekea? Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kimeweza kujili, yeye mwenyewe akiweza kufunguka. Nimekusogezea hapa kila kitu uweze kujua kuhusiana na taarifa hiyo, lakini ninao taarifa nyingine njema kabisa kutoka huko katika katika kombe la shirikisho barani Afrika kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Taarifa ni nyingi, lakini kubwa kabisa ni kuhusiana na kocha Fadlu kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Ila kabla tujaendelea, kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili kubwa ambalo linazungumzwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia klabu ya hapa ni Simba Sport Club. Imekuwa ni kawaida kwa makocha ama wachezaji ambao wanafika katika mashindano makubwa kama kombe la shirikisho barani Afrika, ama unaweza ukasema hata katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo unafahamu ya kwamba wachezaji ama makocha hususan katika vilabu ambavyo havikutazamiwa kuweza kufika katika malengo hayo na kuonyesha kiwango kikubwa kabisa katika mashindano ambayo wanashiriki hususan katika ligi za hapa Afrika. Unafahamu ya kwamba wachezaji na hata makocha huwa kudumu ni kazi kweli kweli. Unafahamu msimu ambao Young Africans walifika katika mashindano ya kombe la shirikisho kama hivi katika hatua ya fainali, mara baada ya kuweza kulikosa taji hilo, msimu ukamalizika kutokana na kiwango kizuri ambacho walichokionyesha kwa kipindi hicho. Klabu ya Yanga ilikwenda kuwapoteza takriban nyota wake na pamoja hadi kocha wao ambaye alikuwa ni kocha Nasib bin Nabi aliondoka kwenye kikosi hicho. Pia Fiston Mayele akaweza kuondoka kwenye kikosi hicho na wakaanza upya. Sasa kile kilichoweza kutokea miaka kadhaa nyuma kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ndio kinakwenda kutokea ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Simba ina kazi kubwa ya kwenda kuwabakisha nyota wake muhimu kwenye kikosi hicho, kwa maana ya kwamba tayari ofa zimeshaweza kuja kubwa kabisa, ikiwemo ofa ya kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya Simba ambaye ni kocha Fadlu Davis. Awali kocha Fadlu alikuwa akiweza kumendewa na klabu ya Farbati ya kutoka kule hapa nazungumzia nchi za Kiarabu, akiweza kuweka dau zito kweli kweli kuhusiana na kuweza kupata saini yake. Lakini klabu ya Simba ilikwenda kuwakazia Farabati na kuambia kwamba kocha wao bado wana mpango nao, na vile ambavyo wanaona kwamba wanahitaji kwamba amalize msimu. Sasa inaelezwa kwamba matajiri kutoka hapa nazungumzia nchini Morocco si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Wydad Casablanca, miongoni mwa vilabu vikubwa kabisa barani Afrika kwa kile ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu. Unaambiwa kwa mara nyingine tena, unaambiwa klabu ya Wydad Casablanca mara baada ya kuweza kukamilisha dili la kumchukua kiungo wa Young Africans, hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki, unaambiwa sasa ni rasmi ya kwamba wamekwenda kumalizana na kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya Simba. Hapa nazungumzia kocha mkuu Fadlu Davis. Kwa kile kinachoelezwa ya kwamba kocha Fadlu Davis ataondoka mwishoni mwa msimu huu na kwenda kuwatumikia Wydad Athletic Casablanca, ambao kwa sasa
wanapitia hali nzito kweli kweli. Unafahamu kwamba hata katika mashindano ya kimataifa hawashiriki, na Wydad unafahamu ya kwamba ilikuwa chini ya kocha Mokoena, lakini wameweza kumalizana, kila mmoja akichukua 50 zake. Sasa kocha Fadlu Davis ambaye anaondoka kwenye kikosi cha Simba ndio anakwenda kushikilia mikoba ya kocha Mokoena ambaye alikuwa akiweza kuinoa klabu hiyo. Kwa hiyo pengine klabu ya Simba itakuwa na kazi ya ziada kuingia sokoni kwenda kutafuta kocha ambaye ataweza kuendeleza zile project ambazo zilizokuwepo kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Ikumbukwe kwamba finali bado haijachezwa na inasubiriwa kuchezwa, itakuwa tarehe hapa nazungumzia 17 mwezi wa 5, lakini bado ataendelea kuwepo kwa sababu ligi ya Tanzania bado itakuwa haijamalizika. Hivyo basi kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia ama kuona klabu ya Simba ikienda kutambulisha kocha mpya kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa. Ni mengi ambayo wana Simba watayakumbuka kwa kocha Fadlu Davis kutokana na kile ambacho alichokifanya msimu wake wa kwanza tu. Timu inatinga hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini bado pia wakiweza kupambana kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara, kuona namna gani ambavyo inaelezwa kwamba kuna namna kile kinachofanyika. Lakini wakati huo kocha Fadlu akiondoka, inaelezwa kwamba Young Africans wanaachana na kocha wao pia, ambapo wachambuzi wengi wamekuwa wakisema kwamba Simba wamchukue kocha wa Young Africans kwani ana ubora wa kila kitu kwa kile ambacho kinachoonekana. Lakini klabu ya soka Young Africans wao wanaona kwamba hawezi kuwafikisha kwa eneo ambalo wanalihitaji. Lakini kumekuwepo na kama malalamiko juu ya kapteni, hapa nazungumzia Fabrice Luamba Ngoma, kwa kile ambacho alichokizungumza katika kile kinachoitwa kauli zake ambazo pengine zimeleta utata. Kitendo cha Simba kutinga hatua ya fainali michuano ya kombe la shirikisho Afrika kimeleta majanga katika ligi kuu bara baada ya mabosi wa bodi ya ligi kuu kujifungia ili kuipangua ratiba tena. Simba itavana na Barkane ya Morocco, lakini ikiwa na mechi 8 mkononi, zikiwamo 5 za viporo vya ligi kuu zilizopangwa kupigwa ndani ya mwezi wa 5, pamoja na kiporo zidi ya Yanga katika dabi ya Kariakoo iliyoahirishwa Machi 8 mwaka huu. Kuwepo kwa mechi 2 za fainali zidi ya RC Berkane katika kati ya Mei 17 na 25 umetibua mechi hizo za viporo za Simba sambamba na ile ya nusu fainali ya kombe la shirikisho FA zidi ya Singida Black Stars Mei 18. Jambo hilo limewalazimisha watu wa bodi ya ligi kuu kuanza mkakati wa kupangua ratiba. Simba itaanza kampeni za kusaka taji hilo kubwa ugenini Afrika kuanzia ugenini Machi 17 ikiwa Morocco, kisha kurudi Dar es Salaam kwa mechi ya marudiano itakayopigwa Mei 25 ambayo ilikuwa ndio tarehe ya mwisho wa msimu. Kwa mujibu wa ratiba ya ligi kuu inaonyesha Simba inaanza Mei 2 kwa kucheza na Mashujaa nyumbani kabla ya kuwafuata maafanda wa JKT Mei 5, kisha Pamba Mei 8, huku ikifuata pia KMC kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Baada ya hapo Simba ingekuwa na mechi na Singida Black Stars Mei 17, kisha kusafiri Mbeya kuifuata Ken Gold iliyoshuka daraja Mei 21 na kukaribisha Kagera Sugar Mei 25 kabla ya kupambana Yanga ambayo tarehe mpya bado haijatangazwa pia. Kitendo cha ratiba hiyo kubana kikaifanya bodi ya ligi kuu kupitia kwa ofisa habari Kalim Boimanda kuweka wazi watu wa idara watakaa chini kwa ajili ya kupanga vizuri ratiba ili kutoa pia nafasi ya kujiandaa vyema kwa wawakilishi hao pekee wa nchi kimataifa. Unaona bana, wakiweza kupambana juu ya kuweza kupanga ratiba. Kwa hiyo kinachosubiria kwa sasa, pengine ligi kuu ya soka Tanzania bara inaweza ikachelewa kuisha kwa kile ambacho kinachoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana